Amen. Basi ukae katika uwepo wa Bwana. Barikiwe sana. Tunafurahi kuona mwaka umeanza vizuri na leo ndio Jumapili yetu ya kwanza. Nikutakie heri ya mwaka mpya. Tumekuwa na wakati mzuri, Mungu ametuvusha, tumeona mwaka uliojaa baraka tele na tunatazamia kwamba Mungu ataendelea kutubariki zaidi. Amina. Tumefurahi sana kuona wageni wote na wenyeji ambao wamekuja kuabudu pamoja nasi. Jina la Bwana libarikiwe wapendwa katika Bwana. Tunafurahi sana. Hapa inaitwa Transformational Christian Congregation. Ni umati mkubwa sana wa watu waliogeuzwa kwa kufanywa upya nia zao kulingana na Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili, na watu ambao wamejizatiti kutafuta waliopotea kwa njia ya Injili na kuwafundisha waliopo katika Kristo. Ndio maana tunasisitiza wanafunzi na maandiko, vitabu na kusoma Biblia, na kisha kwa njia hiyo jamii kubwa inayotuzunguka igeuzwe kwa kumjua Mungu wetu na waweze kuwa watakatifu waendao mbinguni. Hatuna mambo mengi, hayo ndio mambo tunayoshughulika nayo. Tunatimiza agizo kuu. Amina. Kwa hiyo ukichagua kuabudu nasi, umechagua mahali ambapo taji ya uzima iko nje, kwa sababu kazi ni nyingi sana za kufanya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa naomba tusimame tupate muda wa neno la Bwana. Leo tutakuwa na ibada maalum kwa ajili ya meza ya Bwana, na ujumbe ambao nitauzungumza unahusu pia nguvu ya meza ya Bwana, ushirika wa meza ya Bwana. Tutasoma andiko la msingi katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 26 mpaka ule wa 30, na tutaona nguvu ya ushirika wa meza ya Bwana, au inaitwa ushirika mtakatifu, the Holy Communion, ushirika wa meza ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Neno la Mungu katika Mathayo sura ya 26 mstari wa 26 mpaka 30. Tutaenda kusoma pale. Biblia inasema, nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweeni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Nao walipokwisha kuimba, wakatoka nje kwenda mlima wa Mizeituni. Baba, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya siku hii ya pekee sana ambayo unatukumbusha yale ambayo yametokea kabla ya Kristo kwenda msalabani. Kupitia kifo chake Yesu, sisi tumekuwa watoto wa Mungu. Kupitia kifo chake Yesu tumesamehewa dhambi na tumetakaswa kwa damu ile iliyomwagika msalabani. Ni upendo usio wa kawaida, upendo usio wa kifani. Tunashukuru kwa kutupenda kiasi hicho. Tulikuwa tustahili, lakini umetustahilisha wewe mwenyewe. Bwana, tunajiachia kwako. Naomba neno hili lipate nafasi ndani yetu sote, na tuweze kuelewa haya maandiko sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba tuketi wote. Nguvu ya ushiriki meza ya Bwana, the Holy Communion, power of the Holy Communion. Nguvu ya meza au meza ya Bwana, au ushirika wa meza ya Bwana, ushirika mtakatifu wa meza ya Bwana. Mara nyingi tunaona ibada hii inafanyika, lakini wengine wanaweza kachukulia kama tu desturi fulani kwamba kuna kitu kinaendelea katika kanisa. Naomba ufahamu
kuna baraka ya ajabu sana ambayo ipo katika kushiriki meza ya Bwana. Sasa kuna mambo matatu ambayo nataka tuweke mkazo katika kuelewa jambo hili. Kwanza, Yesu Kristo ndiye aliyeasisi na kuamuru na kuagiza kwa habari ya ushirika wa meza ya Bwana. Tumesoma hapa habari hizi zinaonyesha wazi Bwana Yesu kabla ya kwenda msalabani kuteswa kwa ajili yetu, alikuwa na wakati mzuri wa kuwa na chakula cha jioni pamoja na wanafunzi wake. Inaitwa the last supper au mlo wa mwisho, akiwa pamoja na wanafunzi wake. Unaweza kupata picha ile kwamba ule mlo wa mwisho, hisia za wanafunzi, jinsi ambavyo walikuwa ameshawaambia kwa uwazi kwamba anakwenda kusulubiwa, na ameshawaambia baada ya siku chache Mwana wa Adamu atatiwa kwenye mikono ya watu wabaya, nao watamuua. Kwa hiyo wanasherekea pale, wanakumbuka Pasaka ile ya Wayahudi, na yeye alikuwa ameunganisha hapo tukio la yeye kuaga wanafunzi wake. Akiwa katika chakula kile, ndio anafanya haya matendo. Anachukua mkate na anachukua kikombe, na vyote viwili ni ishara. Naomba ushike jambo hili. Watu wengi wanasema ile anapokula mkate anadhani ndio anakula kabisa mwili wa Yesu. Hapana, ule mkate sio mwili wa Yesu, ila ni kiashiria au kinachowakilisha kwamba ule ni mwili wa Yesu. Kwa sababu ule mkate wakati Yesu anautoa pale, Yesu alikuwa mwili wake bado haujapelekwa msalabani. Kwa hiyo anaposema huu ndio mwili wangu, hamaanishi kwamba nimekata sehemu ya mwili sasa mege, au nimefyeka sehemu nyama kuleni sasa. Haikuwa namna hiyo, lakini alikuwa na maanisha ule mkate unawakilisha, ushike hiyo. Lakini pia akachukua kikombe, akashukuru, akasema nyweeni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano. Anaposema hii ndiyo damu yangu ya agano, damu yenyewe bado ilikuwa haijatoka, Yesu hajaenda msalabani bado. Kwa hiyo ile nayo inawakilisha damu ambayo itakuja kutoka baada ya muda mfupi kwa ajili ya watu wa Mungu. Hiyo ikieleweka, utafanya vizuri. Usije ukawa unakuja kuchukua hapa unasema jamani, nimekula mwili wa Yesu alafu nikanywa damu hapa kanisani. Leo kuna damu zinagawanywa pale kanisani. Damu, hapana, sio damu. Ni matunda ya mzabibu na matunda ya ngano, matokeo unga wa ngano uliotengenezwa maalum kwa ajili ya kutusaidia tuendelee kukumbuka na kutimiza agizo hili. Lakini pia hilo ni jambo la kwanza, kwamba Yesu ndiye aliyeasisi na kuagiza suala la kushiriki kwa meza ya Bwana. Lakini wanafunzi walitekeleza agizo hilo, kanisa la kwanza, katika Matendo sura ile ya 2 mstari wa 46. Utaona jambo hili. Matendo sura ya 2 mstari wa 46. Tuangalie pale maneno haya. Biblia inasema haya maneno kwamba mstari wa 46 anasema hivi: na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Hilo ni kanisa la kwanza. Kila siku wao walikuwa na ratiba yao tofauti. Kila kusanyiko hutengeneza ratiba ya ushiriki wa meza ya Bwana. Sisi tunafanya kila Jumapili ya kwanza ya mwezi, au kama ratiba itakuwa imeingiliana kidogo, tunapeleka Jumapili inayofuatia. Tungeweza kushiriki hata kila Jumapili. Hakuna masharti kwamba lazima kuwe na siku fulani, hapana. Lakini lazima tuelewe uzito wa jambo hili, na nitakueleza baadaye kidogo jinsi ambavyo meza ya Bwana imebeba jambo la muhimu sana. Lakini kama haitoshi, Biblia pia imetoa maelekezo kwa kanisa zima. Paulo anaandika kwa kanisa la Wakorinto katika Wakorinto wa kwanza
sura ile ya 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 11, ukisoma kuanzia mstari ule wa 23 na kuendelea, unakuta haya maagizo. Anasema, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu siku ule aliotolewa alitwaa mkate, naye kisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Sasa Paulo amerejea maneno ya Yesu kule mwanzo, lakini kuna kitu ameweka vizuri cha kukazia zaidi. Biblia iko hivyo. Unaweza ukasoma mahali andiko lingine linaboresha, linaongeza ufunuo, kwa maana ya sio kwamba ufunuo ni mpya, ila unapewa ufafanuzi uliokamilika zaidi. Amezungumza swala la hata ajapo. Maana yake hili zoezi sio la muda fulani, ni jambo endelevu hata atakaporudi. Lakini pia hata sisi kama yeye atachelewa kurudi, ratiba yake na sisi ikipishana, basi mpaka tutakapofika mwisho wa kuwepo kwetu katika dunia hii, basi tutakuwa tumekoma kushiriki meza ya Bwana. Sasa kwa kusoma yale maandiko, twende tuangalie jinsi ambavyo meza ya Bwana ni ya muhimu sana. Meza ya Bwana tunaposhiriki inatupa mambo makuu matatu. Tunafanya matendo matatu kwa mara moja. Kwanza, tunatazama nyuma. Tunatazama nyuma. Pili, tunatazama sasa hapa tulipo. Lakini tatu, tunatazama mbele, tulikotoka, tulipo na tunayotarajia. Katika habari ya kutazama kule, Biblia inasema, alisema Yesu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Mara zote tunaposhiriki meza ya Bwana, tunakumbuka wema na upendo wa Mungu kwa ajili yetu sisi wanadamu. Kwa hiyo sio kumbukumbu kama historia fulani, kwamba kuna tukio la kihistoria liliwahi kutokea miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Kuna mtu mmoja anaitwa Yesu, Mwokozi wa ulimwengu, amekuja duniani akauvaa mwili wa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu, kwa hiyo inatosha tu hivyo. Hapana. Sisi tunapokumbuka, ile kumbukumbu inaambatana na hali ya upendo wa kina sana kwa ajili ya Mungu. Napenda Biblia ya Amplified inasema hivi, maneno yale, anasema tunapokumbuka tunakumbukia kwa affection. Anasema ngoja nisome hivi, do this as often as you think it, to call me affectionately to remembrance. Mnikumbuke kwa upendo. Sio mnikumbuke kwamba kuna tukio fulani zito liliwahi kutokea tu zamani alafu mnachukulia tu kawaida. Mnikumbuke katika hali ya upendo wa dhati sana, kwa namna ile ambayo moyo wako unaguswa sana. Ndio maana ibada hii ni moja kati ya practice muhimu kipindi hiki cha uamsho, kwa sababu muda unashiriki meza ya Bwana ndio muda wa mtu kujizatiti na kuendelea kurekebisha mambo ya maisha yake, kwa sababu unakumbuka gharama iliyotoka kwa ajili yako. Nakumbuka gharama iliyolipwa ili mimi na wewe tupatikane. Sio gharama ndogo, ni damu. Tumenunuliwa kwa bei ya thamani, sio dhahabu wala fedha, kwa damu iliyomwagika pale msalabani. Hatuwezi kuchukulia kawaida damu ile na tukaishi maisha tunavyotaka sisi. Kwa hiyo tunapokumbuka, upendo unahuishwa ndani. Siku hizi za mwisho, Biblia inasema upendo wa wengi utapoa. Lakini tunapopata fursa kama hii ya kumkumbuka Bwana,
Hata kama upendo ulikuwa unaenda kupoa, unainuka tena, unaanza kumpenda Bwana kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote, na kila ulicho nacho unajimaliza kwa Bwana. Unasema, nakupenda Mungu wangu, ulinipenda kwa jinsi ya ajabu mno, sitachukulia kawaida upendo wako. Kwa hiyo upendo wako unachochewa tena, unainuka ndani yako. Vile vilivyolegea vinaimarishwa tena, maana unakumbuka gharama aliyotoa Bwana pale msalabani. Jina la Bwana libarikiwe. Ongeza kiwango cha kumpenda Bwana. Wakati wengine upendo wao unapoa, wa kwako usipoe, bali uongezeke zaidi. Ukawe kama yule aliyetajwa katika Zaburi ya 91:14. Mungu anasema, kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamwokoa na kumweka palipo juu, kwa kuwa amenijua jina langu. Kaza kumpenda Bwana. Kaza kumpenda Bwana 2026. Kazana zaidi, ongeza mwendo. Kama kina Paulo anasema, na kaza mwendo, na sahau yaliyopita, na chuchumilia yaliyo mbele. Kaza zaidi, ongeza bidii zaidi. Kuna mambo mema ya ajabu Mungu amewaandalia wale wampendao. Anasema, nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Uwe miongoni mwa hao. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ile kumbukumbu sio tu kwamba kuna tukio la kihistoria. Unauliza, Yesu alisulubiwa wapi? Unaanza kutaja nani alikuwepo pale mstari wa mbele, eti Pilato, sawa, Herode na nani, umemaliza? Hapana, haitoshi hivyo. Sisi tunapokumbuka, kinachoibuka ndani yetu ni upendo wa dhati. Na mimi nakuombea kila mmoja utakayeshiriki meza hii siku ya leo, naomba ukaze kumpenda Bwana. Ongeza juhudi za kumpenda Bwana. Mungu anapenda kupendwa. Mungu anapenda kupendwa. Amina. Na vile alivyotupenda, kitu pekee tunaweza kumpatia Mungu ni upendo basi. Kwa sababu utampa nini? Kila tunachofanya kwenye ufalme wa Mungu kisukumwe na upendo wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Hebu nione wampendao Bwana, punga mkono namna hii. Punga mkono namna hii. Amina. Bwana akutie nguvu, ukaze kumpenda Bwana. Siku za mwisho upendo wa wengi utapoa, ila unabii huo unaweza usitimie kwako, uliyeamua kumpenda Bwana na kila mara unachochea upendo wako. Sema amen. Na jambo la pili, tunaangalia sasa. Sawa Kwenye sasa, wakati huu wa sasa tulipo, tunapokumbuka upendo ule unapotokea ndani yetu, unapozidi kuchochewa, basi kiwango chetu pia cha kumpenda Mungu na kujitoa kwake kinaongezeka. Kwa hiyo sasa hivi tunazungumzia suala la commitment, kwamba huyo mtu amejizatiti kwa ajili ya Mungu. Ndio maana tunasema mambo kama haya ya kumpenda Mungu na kulishika neno lake na kuomba bila kukoma, kumtumikia Bwana, kujitoa kwa ajili ya kazi yake, haya yote ni sehemu ya kuonyesha kujitoa kwetu kwa ajili ya Mungu. Sasa kifo cha Yesu kina maana gani sasa hivi kwetu? Kifo cha Yesu, maana hii meza ndio lugha pekee tulio nayo wakati tunashiriki, ni kwamba kuna mwili wa Yesu uliangikwa pale msalabani. Wayahudi na wale wa mataifa yale ya pale walikuwa wanamwangalia mwanaume ananing'inia pale kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 6 jua likiwa linawaka, na walimvua nguo zake. Alafu saa 6 mpaka saa 9 mchana jua lilizima, kukawa giza nene, mpaka saa 9 mchana ndio anatangaza, Eloi Eloi lama sabakthani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Wakati nasoma kitabu cha Ayubu, mtu aliye komenti pale, msomi mmoja wa Biblia akasema, kama ambavyo Ayubu naye alipoona yale mateso makali, akaanza kuona kama Mungu amemwacha, anaanza hadi analaani siku ya kuzaliwa kwake, anaonyesha hisia zake. Alikuwa anaonyesha mfano wa Kristo, na yeye alipofika kipindi kile cha maumivu, to the highest level, piki ya maumivu ile ilipofika, na yeye akasema, akaonyesha hisia zake. Sio kwamba Mungu amemwacha, lakini anamwambia Mungu, mbona umeniacha peke yangu? Dhambi za wanadamu kuzibeba si jambo rahisi. Si jambo rahisi hata kidogo. Usichukulie kawaida. Na huwezi kuelewa hisia ambazo Bwana alikuwa anazipata akiwa pale juu msalabani.
Wengine wanamtemea mate, wengine wanamtukana, wanasema kama we mwana wa Mungu, jiokoe mwenyewe sasa. Maneno hayo sio mepesi. Unapokuwa unashughulika na matatizo ya watu wale wale, alafu wenyewe wanakugeuka hapo. Wapendwa, tukaze kumpenda Bwana Yesu. Kwa hiyo ule mkate na kikombe kile kinakupa picha, kuna damu, kuna mwili. Huo mwili sio kwamba ulikuwa yani mazingira ndio hayo. Masaa 9 anabebwa na misumari ya mikononi na miguuni. Masaa 9 wapendwa. Wewe ukikaa maombini lisali moja unapiga miayo mara ngapi? Sasa masaa 9, hebu imagine wanaume mnaopigaga push up mko hapa? Mpo sio? Sasa piga hesabu. Ule uzito wa mwili huwa si ukipiga push up unakaa kwenye mikono, si ndio? Sasa tukuache hapo masaa 9. Kama wewe mwanaume, ndani ya robo saa unaanza kutetemeka kwanza. Robo saa tu kufika ni changamoto. Sasa Bwana Yesu uzito ule alikuwa hajaelewa hivi. Sio kwamba alikuwa ameshika tawi la mti ameng'ang'ana hivi. Kwanza hata hilo tawi la mti kukaa masaa 9 tu, uzito wa mwili kubebwa ni jambo gumu. Yeye alishikwa na misumari. Wapendwa, sio kama tunaelewa. Misumari iliyotoboa katikati ya kiganja ikatokezea huku ikazama kwenye mti. Ndio tegemeo pekee la ule mwili kubaki pale juu kwa ajili ya mwanadamu huyu aliyeko katika kizazi hiki. Utacheza na wokovu? Masaa 9 yuko. 3 ya mwanzo jua linawaka, 3 ya mwisho jua limezima, giza nene ikatulia juu ya uso wa nchi. Mpaka saa 9 anatamka, baadaye akasema imekwisha, akaisalimu roho yake. Amemaliza kazi. Nilikuwa nasoma Ufunuo wa Yohana kabla ya kuanza hii raundi, nikaona ghadhabu ya Yesu imetajwa kwenye Ufunuo, akija na ghadhabu. Anasema yani kuna wafalme wakuu wenye mamlaka watamkimbia. Yani wakiona ule utukufu wanamkimbia. Hata rudi katika mazingira tena yale ya kinyonge. Sasa leo tunapokumbuka na sasa maisha tunayoendelea kuwa nayo kwenye imani hii, hatuwezi kucheza na wokovu tena. Yani hata kama ulikuwa unalegea, weka mkazo zaidi kwa jina la Yesu. Ndio wito wa sasa. Kuna mambo matatu kifo cha Yesu. Mambo matatu yalitokea kwa sababu kupitia kifo cha Yesu. Tulipoamini tumechagua kwa hiari kiibada kufa pamoja na Kristo. Jambo la kwanza, kufa pamoja na Kristo kwa imani. Ndio maana ya kuokoka wapendwa. Wokovu maana yake ni kifo. Nini kimekufa? Utu wa kale umekufa. Kama utu wa kale unaishi, wokovu bado haujatokea. Baada ya kifo huwa kinatokea nini? Mazishi, si ndio? Mbona kama muelewi? Baada ya kifo nini kinafanyikaga? Si ni mazishi? Kwa hiyo kuna mazishi pia. Wokovu nao ni mazishi. Nini kimezikwa? Utu wa kale unazikwa na matendo yake. Lakini wokovu ni ufufuo. Umeelewa eh? Ufufuo nini kimefufuka? Upya wa uzima. Biblia inasema kama Kristo alivyokufa na kufufuka, vivyo hivyo na sisi kwa njia ya ubatizo tunakufa pamoja naye na kufufuka katika upya wa uzima. Ndio maana sasa tumekuwa watu wapya. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo mtu aliyeokoka manake ni aliyewahi kufa akazikwa akafufuka. Unavyomwona hivi maisha yake yanayoishi ndio yale ya kina Paulo. Anasema hivi, mimi nimesulubiwa pamoja na Kristo, alafu uhai nilionao sio wa kwangu mwenyewe bali ninao katika Kristo. Maana ukiniona napumua, ninaendelea kufanya chochote ninachofanya katika ufalme. Paulo anasema maana yake ni kwamba hayo ni katika Kristo aliye ndani yangu. Sasa hii picha ukielewa, hutakuwa mtu unayeendekeza mambo ambayo yananyemelea kanisa la siku za mwisho.
Sasa ni suala la commitment. Umekumbuka hayo mambo matatu, sio? Kwa hiyo sasa lazima kuhakikisha kwamba hivi mimi nimekufa sawa sawa, nimezikwa kweli, utu wa kale umezikwa haswa, nimefufuka kisawasawa, kwamba sasa naenenda kwa tunda la Roho, nimejaa Roho Mtakatifu, ninamtumikia. Je, hayo yamekamilika? Tunaposhiriki meza hii, unakumbuka hayo yote yanakuja sasa, na Mungu anaimarisha yaliyosalia ambayo hayajakaa sawa, yanawekwa sawa sawa. Jambo la tatu, tunaangalia mbele, si ndio? Kule mbele tunaangalia nini? Alisema hata ajapo. Maana yake kuna matarajio ya kurudi tena kwa Bwana. Anarudi mara ya pili kwa ajili ya unyakuo. Ndio pale tutakapoona sasa mmoja atwaliwa, mwingine aachwa. Kila mmoja wetu ang'ang'anie katika mmoja atakayetwaliwa, wewe uwe miongoni mwao. Huyo mmoja ndio awe wewe. Kila mtu akisema mmoja huyo mimi, mmoja huyo mimi, mke akasema huyo mmoja ndio mimi, mume naye akasema huyo mmoja ndio mimi, huyo mmoja atakayetwaliwa, watoto wote nyumbani wakasema na mimi, kila mtu mimi, ndani ya kanisa mimi, nisikosekane katika mmoja atakayetwaliwa ndio mimi. Ghafla unakuta wote ndio wakutwaliwa. Maana unabidi kwamba wawili watakuwa mahali, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Sasa ni kazi ya mtu mmoja kujihami haraka na kusema atakayeachwa ni nani, maana neema imefunuliwa. Kwa nini uachwe? Lazima tujipange ili Kristo ajapo. Ndio maana tunakumbuka na tunasimama imara kwa sasa, lakini tuna matarajio ya mbele. Kwa hiyo kule mbele atakapokuja, wote tutanyakuliwa pamoja na kumlaki Bwana hewani. Haleluya! Na tutakuwa pamoja na Bwana milele na milele, na zitakuwa ni nyimbo za kusifu na kuabudu, furaha ambayo hujawahi kuipata duniani mahali popote hapa. Haleluya! Hata ajapo. Kwa hiyo ile commitment inakuwa kubwa. Hata ajapo tuko tayari, kwa sababu tumejizatiti kwa neema ya Bwana. Na nikisema hayo maneno na kuita sasa tukashiriki meza ya Bwana. Si ujumbe umeshaeleweka? Umeeleweka, si ndio? Ukiuliza kanisani umehubiriwa kitu gani leo, utasema nilimwona mchungaji aliyevaa suti na amesimama pale mbele. Unakumbuka nguvu ya meza ya Bwana. Na tumeangalia kwanza Yesu alivyoasisi, mitume wakaendeleza, na maagizo kwa kanisa lote la Bwana Yesu kwa ujumla. Na tukaangalia katika tendo la kushiriki meza ya Bwana, kwanza huu sio mwili wenyewe na hii sio damu halisi, ila ni viwakilishi. Lakini wakati huo tunatazama nyuma na sasa na wakati ujao. Tukitazama tunakumbuka. Tunapokumbuka tunamkumbuka kwa mapenzi makuu sana, upendo usioelezeka. Na wakati huo ndio muda wa kuchochea upendo wako kwa ajili ya Kristo. Kwa sasa tunajikagua pia, maana kuna mambo matatu yalipaswa kutokea tunapookoka: kifo cha utu wa kale, kuzikwa kwa utu wa kale, na kufufuliwa kwa utu mpya, tuishi katika kuenenda kumpendeza Mungu wetu. Na tunatazama mbele, ajapo asikosekane hata mtu mmoja. Unaonaje siku tumenyakuliwa, unapiga jicho unamwona mpiga vyombo, piga hivi unaona mwanakwaya, piga vile unaona mchungaji katulia pamoja na mama pale. Sijui kule tutakaaje mama, sijaelewa. Sipati picha, sema sipati picha. Yesu yuaja na mawingu, na asikosekane hata mmoja kufika mbinguni. Tusimame wapendwa, tukashiriki meza ya Bwana. Niombe sasa huduma hii wakati tunaendelea nayo, ni huduma nzuri sana, ni mahali pazuri sana pa kujiweka sasa hivi kwa ajili ya moyo wako kuwa katika ushirika na Mungu. Meza ya Bwana inaeleza kwamba sisi tumeshiriki asili ya uungu kupitia Yesu Kristo, na ni muhimu kukumbuka mateso yake na kifo chake pale msalabani. Lakini swali la msingi, nani ashiriki meza ya Bwana? Sisi tunaamini kila mtu amwaminie Bwana Yesu Kristo anashiriki meza ya Bwana. Kuna makanisa mengine inabidi uwe mwanachama wa hilo kanisa ndio unashiriki. Sisi tunaamini yeyote ambaye jina lake limeandikwa katika kitabu cha uzima, mgeni kwa mwenyeji, hata kama anapita tu leo, kwa kuwa yeye tuko naye katika safari ya kwenda mbinguni, anaishi maisha matakatifu, basi yeye anashiriki meza ya Bwana
Hakuna masharti ya kwamba lazima uwe mshirika au muamini au mwanachama wake. Hapana, tunazungumzia suala la amwaminie Yesu, sio suala la dhehebu hapa. Yesu hakuwa na dhehebu wakati anafanya hili jambo. Na jambo la pili, tunaposhiriki meza ya Bwana, huyo mtu anayeshiriki lazima ajihoji kimaandiko. Biblia inasema lazima ajihoji. Kama una maisha ambayo hayampendezi Mungu, basi ujitafakari vizuri, kwa sababu kushiriki meza ya Bwana kwenye mazingira hayo ni jambo hatari sana. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 11 mstari wa 28, kabla ya kushiriki mtu ajihoji mwenyewe, sio kuhojiwa. Sio wakati wa kuhojiwa, mimi nije huku nikunongoneze vipi unaishije. Wewe ndio muda wa kujihoji. Anasema na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe, maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kutokuupambanua ule mwili. Yaani kutokuelewa sababu ya Yesu kutoa mwili wake pale msalabani. Huyo mtu akishiriki kwa mazingira hayo, anafanya nini? Anasema hukumu ya nafsi yake ndo anaila na kunywa, kwa sababu hajaelewa hata kitu gani Yesu alikuwa anafanya pale msalabani. Kwa lugha rahisi ni kwamba asiyeamini huyo hapaswi kushiriki. Kwa sababu hiyo, wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala, yaani wamekufa kabisa. Kwa hiyo meza ya Bwana tunaposhiriki ni ibada takatifu, ni suala la kujihoji. Ninaenda kuomba. Baada ya maombi yangu haya nitatoa dakika moja ya kila mtu kujihoji. Kujihoji maana yake kuna maswali ya kujiuliza na majibu ya kujipatia. Maisha unayoishi, kama unaishi mtindo wa dhambi, yani wewe unaishi maisha ya dhambi, basi meza usishiriki. Maana yake hujafanya commitment ya kumfuata Bwana Yesu. Lakini utaweza kugundua kuna madhaifu. Hujaamua kuishi maisha ya dhambi, lakini una madhaifu. Hayo unayatengeneza hapa na kumwambia Bwana, nisamehe. Ninaenda kushiriki meza hii, na kuanzia sasa nitapokea nguvu ya ushindi dhidi ya dhambi, maana Kristo ulikufa msalabani kwa ajili yangu. Ndio muda ule wa kujihoji pale. Sasa tuombe. Baba, nakushukuru kwa ajili ya ibada hii nzuri na takatifu. Umetupa nafasi watu wako kuwepo mahali hapa siku ya leo, na tumeona nguvu ya ajabu katika ibada hii ambayo Yesu uliasisi wewe mwenyewe, na ukatuagiza kanisa lako. Tunaendelea kutii agizo hili zuri linalotufanya tukumbuke kwa upendo wa ajabu uliotupenda. Kifo chako ni lugha ya mwisho, ni kauli ya mwisho kuwaambia wanadamu nimewapenda. Hukuwa na maneno, ila ulimalizia kwa vitendo, vitendo vilivyogharimu maisha yako, uhai wako ukautoa kama zawadi kwa ajili ya wote waaminio watakao kuja wapate zawadi hiyo ya uzima wa milele. Na kushukuru Bwana kwa ajili ya ibada hii. Bwana, tunaposhiriki leo ikiwa ni Jumapili ya kwanza ya mwaka 2026, basi Mungu, maisha yetu yasibaki kawaida tena. Kama Kristo ulivyokuja ukaleta mabadiliko mengi, basi tunufaike na hayo mabadiliko. Tuone hatua, tuone mpenyo katika maeneo mbalimbali, maana utatushika mkono, kwa kuwa tunafanya maamuzi ya dhati kabisa kushikamana na lile kusudi lako jema, kupitia kifo chako msalabani, kupitia mauti yako na kufa kwako, kuzikwa kwako na kufufuka kwako, na kwamba unaishi milele. Hata ujapo hatutasahau wala hatutapunguza kiwango cha umaanisho kwa habari ya wema uliotutendea. Baba, tusaidie sasa tunapokwenda kushiriki meza hii. Nguvu zako zikawe pamoja nasi katika jina la Yesu, amen. Naomba utulie mbele za Bwana, vyombo vinyamaze, kila mtu ajihoji. Muda wa kujihoji maswali yale. Unaishi maisha ya dhambi, mtindo wako ndio huo, usishiriki meza hii. Au umeokoka lakini kuna madhaifu unayagundua kwenye maisha yako, maana utakaso ni jambo endelevu, basi mwambie Bwana, nitakase. Kila atakachokuambia, tabia hiyo utaiacha.
kuanzia leo. Huko ndiko kupambanua ule mwili. Basi tutulie kila moja kwa nafsi yake. Asante Bwana. Asante Bwana. Unatengeneza kanisa takatifu lisilo na mawaa. Bibi harusi mwenye vazi la utukufu, vazi la heshima ambalo ni matendo mema ya utakatifu. Baba, tunakushukuru kwa neema yako. Naomba mkate. Endelea tu kutafakari wema wa Mungu. Damu ime Neno la Mungu linasema, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitwaa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tuombe kwa ajili ya mkate. Bwana, tunasimama mbele zako katika hali ya ibada na unyenyekevu mkubwa. Mkate huu unawakilisha mwili wako Yesu, ambao ulichubuliwa, ulijeruhiwa, ulichomwa miiba kichwani, mikononi, miguuni na ubavuni mkuki, na mateso mengi, mijeledi mgongoni na maeneo mbalimbali. Ulionewa, uliteswa kwa ajili yetu. Ulikubali kubeba adhabu ya amani yetu, na kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Asante kwamba tunapokwenda kushiriki tunaungamanisha imani yetu na yale ambayo umekamilisha kwa mwili wako. Bwana, kwa kupigwa kwako kila mtu atakayeshiriki akaponywe siku ya leo. Katika jina la Yesu tunakushukuru Bwana. Naye akiisha kushukuru Biblia inasema, na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki
mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Tumshukuru Bwana kwa ajili ya damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Bwana, kikombe hiki ambacho Bwana kimebeba mazao ya mzabibu ni kiwakilishi cha damu yako iliyomwagika pale msalabani. Kwa damu ile sisi tumepata ukombozi, tumesamehewa. Ndio maana leo tumeitwa ndugu katika wewe, ndugu wa kike na wa kiume, tukiwa na baba ambaye ni Mungu. Si kwa sababu tulikuwa na baba Mungu kabla, lakini kwa njia ya wewe tumefanyika watoto wa Mungu. Kazi kubwa ulikamilisha kwa kupigwa kwako, damu yako ilipomwagika, tumepata msamaha wa dhambi. Hata dhambi zilizo nyekundu sana zinakuwa safi, zinakuwa nyeupe. Wale waliochoka na uovu, wewe unawabadilisha kwa damu yako, na pia watakatifu unawapa kushinda majaribu yanayokuja kwenye maisha yao, kama isemavyo neno lako, wakamshinda kwa damu na kwa neno la ushuhuda wao. Damu hiyo inanena mema hata sasa katika kiti cha enzi kwa habari ya maisha yetu, Yesu akiwa kuhani mkuu. Tunashukuru mno kwamba ulitufia msalabani na damu yako ilimwagika kwa ajili yetu. Ndiyo bei, ndiyo gharama ya ukombozi wetu. Na kushukuru sana, na sasa tunapoenda kushiriki, uwepo wako uwe nasi, na kwa damu hiyo iliyomwagika msalabani, wote ambao watashiriki leo wapate nguvu mpya ya kutembea kwa ushindi katika ulimwengu huu. Asiwepo atakayeshindwa na mambo ya ulimwengu huu, adui asimshinde, bali wote tuwe na ujasiri wa kusimama mbele zako. Asante kwa uwepo wako mahali hapa, katika jina la Yesu, amen. Amen. Wakati huu naomba kila mmoja, mtakuja kwa mstari, wahudumu watasimama hapo, wazee wa kanisa watakuwepo kwa ajili ya kukupa. Unaondoka na unachukua mkate pamoja na kikombe, unarudi mahali pako, unasimama, tunasubiriana mpaka nitakapotoa maelekezo. Wote kwa pamoja tushiriki kwa pamoja. Wakati huu naomba praise itakuwa inaimba hiyo tenzi wakati tunaendelea kuja kwa ajili ya kupokea. Karibu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa. damu imebubujika, damu ya Imanueli, damu imebubujika ni ya Imanueli. wakioga wenye taka, Wakioga wenye taka, usafi wa kweli, usafi wa kweli, usafi wa kweli, usafi wa kweli. wakioga wenye taka, usafi wa Wakioga wenye
ulikufa msalabani tuokolewe, wastahili Bwana. Ulikufa msalabani, ulikufa msalabani tuokolewe, wastahili Bwana. Naamini kila mtu amepata mkate pamoja na kikombe, na sasa kwa pamoja tushiriki huu mkate katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na wote kwa pamoja tushiriki kikombe hiki katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ramashaka ya Musa. Hebu mwabudu Bwana, anastahili kuabudiwa. Hata sasa maelfu ya malaika, hesabu yao Yohana alishindwa kuitoa, akapiga tu 1000 mara 1000. 10,000 mara 10,000 na 1000 mara 1000. Anastahili kuabudiwa yule aliyechinjwa kwa ajili ya damu, ukombozi wa mwanadamu. Nyenyekea mbele zako Bwana, nyenyekea mbele za Mungu. Huu ni wakati wa ibada binafsi, ibada binafsi na kusemezana na Mungu wako. Usijizuie. Kandari mashaka ya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Rimashaka ya mashaka. Yes Lord, rimashaka ya Musa. Neema yako iachiliwe sasa, kadhihirike katika maisha ya kila mmoja watu, katika jina la Yesu Kristo. Jaribu kupata uhalisia wa mateso yale, lakini ukubwa wa wokovu ambao wametupatia. Tumshukuru Bwana kwa neema ya ajabu. Asante Jehova, asante Jehova. Nakupenda Yesu, ramashaka yabo, rika ya mashaka. Nitakuabudu wewe pekee, rimashaka yabo. Falme, unastahili kuabudiwa, Mungu wa wote wenye mwili. Kwa upendo usio na kifani ulitupenda Bwana. Bwana wastahili kuabudiwa. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba mfalme, Mungu mwenye nguvu na uweza wa ajabu, unastahili kuabudiwa Bwana. Wewe ni Mungu wa ajabu. Wewe ni Mungu mwenye upendo wa ajabu. Nitakuabudu wewe. Rimashaka. Weka commitment hiyo ya kudumu siku zote za maisha yako.
Moyo wako hautaelekea kwa miungu mingine ila Mungu wa mmoja tu, na sio mazoea, bali kwa kiwango cha kujitoa sana. Na kupenda sana nitakuabudu. Thank you Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Kwenye ibada